Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, hai tunaweza kufika siku ya leo hapa kwenye kituo chetu cha Kuama. Tunashukuru pia kwa kutufungulia mlango kwa mara nyingine, kupata nafasi ya kuja kukutana na wadogo zetu hapa, kupata nafasi pia ya kuja kuwatembelea nyinyi ambao mnafanya jukumu kubwa la kulea hawa wadogo zetu ambao mko nao hapa. Kubwa ambalo limetuleta siku ya leo halitofautiani sana na ambayo mara zote yanatuleta hapa. Ni kuwatembelea wadogo zetu, kuzungumza nao, kuwasalimia, lakini pia kushare nao kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, basi tuje tugawane nao kama sehemu ya sadaka zetu. Tunaye mchezaji hapa wa Young African Sports Club anaitwa Abu Twalib Msheri, lakini pia tunaye Baraka ambaye ni staff kwenye klabu yetu ya Yanga. Tunao pia watendaji kutoka idara ya habari, Alwatan yuko wile hapa, lakini tumepatana na baadhi ya waandishi wa habari. Kubwa ambalo limetuleta hapa leo kwenye kutoa hiyo sadaka, tumekuja kumsindikiza mchezaji wetu Abu Twalib Msheri ambaye yeye sasa ndio aliweka hiyo nadhiri. Hapa katika tulicheza michuano ya Kombe la Mapinduzi na tulibahatika kwenda kwenye hatua ya fainali. Kitu ambacho watu wengi hawakijua kwenye mchezo ule, Bwana Msheri aliweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kwamba ikitokea mchezo ule akapata zawadi yoyote, aidha akawa mchezaji bora wa mechi, aidha akawa kipa bora wa mashindano, chochote kile ambacho kitakuwa ni zawadi kwake yeye, basi hicho kitu na yeye atakirudisha kwa jamii ambayo anaamini ina uhitaji zaidi na iwe sadaka kwa upande wake. Sasa kwa mpango yake Mwenyezi Mungu, bwana huyu hakubahatika kuwa mchezaji bora wa mechi, hakubahatika pia kuwa hata kipa bora wa mashindano. Lakini kuwa ndani yake palikuwa pana hiyo nadhiri na alikuwa ameshazungumza na Mwenyezi Mungu juu ya hilo jambo. Siku ya jana tumecheza mechi ya ligi, mashindano tofauti kabisa, na mechi ilipomalizika, mashabiki wa Yanga kama ilivyokuwa utaratibu wao, wakamchagua Abu Twalib Msheri wampe zawadi kwa kumpongeza baada ya kazi nzuri aliyoifanya kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi na mchezo pia wa siku ya jana. Kwa hiyo akachangishana mashabiki, akapatikana kiasi, na kiliyopatikana tu usiku Abu akanipigia akaniambia, bwana, nadhiri yangu niliyoiweka sasa Mwenyezi Mungu amenitimizia kwa namna nyingine. Nilikuwa sijajua ningepata kupitia mchezo ule au ningepata tuzo. Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, amenibariki kwa namna nyingine. Kwa hiyo nafikiri nitekeleze dhamira yangu ile ile kwa hichi ambacho nimekipata. Kwa jana usiku ule ule kiasi alichokipata akanitumia kama taratibu jambo kabla hatujasafiri kuelekea Misri, basi na mimi nikatekeleze nadhiri yangu. Kwa tukaamka asubuhi leo kwa msaada mkubwa wa ndugu yetu Baraka, tumefika hapa kutekeleza nadhiri ambayo mwenzetu aliiweka. Jana akapata huo mchango wake kwa wananchi kama zawadi, na yeye ameileta yote kushare na wadogo zake hapa. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ya sisi kuja hapa, na ombi lake yeye kama anapata nafasi ya kuzungumza akiwa na nguo tayari, fanywe dua kidogo, tumuombee kijana mwenzetu, Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki zaidi na zaidi inshallah, kwa sababu moyo wake umeshaonyesha ni moyo unaopenda kutoa. Kwa hiyo mtu huyu tukimuombea akijaliwa zaidi na zaidi, maana yake moyo huu utaongezeka zaidi na zaidi na atakuwa na share na wengine. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hii nafasi, na tunazungumza kidogo Abu. Basi tumpe nafasi msika mwenyewe azungumze, alafu twende kwenye zoezi lingine. Habari za asubuhi. Sitokuwa muongeaji sana, na msemaji kakaangu hapa Ali ameongea vizuri na amemaliza, na ameongelea pia dhamira yangu ambayo nilikuwa nayo
kipindi kwa Zanzibar katika mashindano hayo. Kwa hiyo sikuweza kubahatika, lakini moyo wangu ulikuwa una nia kufanya hivyo. Lakini nawashukuru mashabiki wa Yanga kwa kitu ambacho wameweza kukifanya siku ya jana. Hii nimekuwa kama daraja kwangu, lakini kupitia wao, ina maana hizi baraka na wao pia wamo katika hii baraka, na nizidi kuwaombea nao wazidi kufanikiwa katika dua hii ambayo taifanya, na wale wote ambao waliweza kufanikisha kutoa hichi na wale ambao pia siku nyingine watakuja watatoa, basi Mwenyezi Mungu awafungulie katika mipango yao. Shukrani sana. Nashukuru msemaji wa klabu Bwana Ali Kamwe kwa maelezo mazuri. Asante sana Bwana Ali Kamwe, lakini kipekee naendelea kukushukuru kwa kuendelea kutuletea wachezaji. Kumbukumbu yangu huyu atakuwa ni mchezaji wa pili ambaye unamleta hapa. Hii ni kuonyesha tu namna gani ninavyowajali watoto wetu hawa ambao bado wanahitaji upendo wetu. Kwa hiyo kwa kutuletea wachezaji kama hawa na watu wengine tunataraji ni kitu kizuri. Kwa hiyo kama mlezi pia nikupongeze, lakini kutoa shukrani nyingi za dhati. Sio tu kama haitoshi kukuombea pia dua. Mungu akubariki sana kwa moyo wako wa upendo na huruma. Lakini pia nikupongeze Bwana Msheli. Najua ni mara ya kwanza kufika hapa. Karibu sana. Nikupongeze kwa dhamira yako ambayo au nadhiri ambayo uliiweka, pamoja na kwamba haikuwa imetimia kama ulivyokusudia, lakini bado kwa sababu ni nadhiri uliweka kati yako wewe na Mungu, umejiona bado una deni na umeweza kulitimiza. Kwa hilo hongera sana. Lakini pia nimeambatana na wageni wengine kama walivyotambulishwa. Niseme karibuni sana. Karibuni sana, jisikieni mko nyumbani. Hapa ni Chakwama. Asanteni sana. Na kama ombi lilivyotolewa kwamba dua inaomba, ama Bwana Msheli anaomba dua kwa ajili ya Mungu aweze kumfanyia heri na wepesi kwenye majambo yake. Lakini pia hapa tunao watoto ambao ni washabiki wa klabu zetu, hususan klabu hizi mbili kubwa za Simba na Yanga. Tunao washabiki wa Yanga hapa wa kutosha, lakini pia tunao washabiki wa Simba wa kutosha, watoto. Tunasema pia hongereni kwa siku ya jana, kwa ushindi ambao mmeupata. Lakini pia tunaomba, kwa sababu tunatambua kuna mashindano mengine mbele, basi Mungu aweze kutufanyia heri na baraka, tuweze kupata ushindi kwa uwezo wake. Kwa hiyo kwa leo tunaomba dua kwa ajili ya Bwana Msheli. Al-Fatiha. Amina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من كل فرجا وكل ضيق وبلائنا مخرجا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم حل هذه العقدة وأزل هذه العسرى ولقنا حسن الميسور وقنا سوء المقدور وارزقنا حسن طلب واكفنا سوء المنقلب وارزقنا
وعافنا واعف عنا واغفر لنا وقض حاجاتنا ونفس كربتنا وفرج همنا واكشف غمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما ولا ألما يا كافيا يا وافيا يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد فاجعل لنا نورا من نورك ونصر من نصرك. اللهم هدنا